Ishu ya Mangungu kuzungumza katika sherehe ama shamla za wekundu wa Msimbazi. Kwanza namba 6 watu hawezi kuiona kwa sababu wako wa Tanzania wanajua namba 6 iko moja tu Tanzania. Wanajua? Tanzania namba 6 iko moja tu wanavyojua. Nani? Lakini wewe ukitaka kujua na ukitaka kuona, fuatilia kwenye mpira wa nchi. Jezi namba 6 wanavaa wachezaji wangapi? Wengi. Kwa hiyo taswira watu imekaa kwa namba moja tu, kwa mtu mmoja. Yes. Kwa hiyo kama akili yako imekaa kwa mtu mmoja huwezi kuona namba 6. Lakini nenda kaangalie kwenye Simba ilivyocheza. Yuko mtu alivaa jezi namba 6 au hayupo? Yupo. Na ndio namba 6 ambayo ilikuwa inazungumzwa. Lakini kwa sababu nyinyi waandishi wa habari na namba 6 yenu kila nilipokosa kuonekana na hoji. Lakini pia kuna upande mwingine walizungumza namba 6, mmeona? Ndio. Mmeiona? Namba 6 umeiona? Umeiona namba 6 yao? Nani? Kwa hiyo lazima nizungumze. Niwapongeze viongozi wa Simba. Wanasema umetumia hapa, lazima niseme. Ndio. Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba. Tukifika mwakani mwezi wa pili unakwenda kuwa miaka 6 ya utawala wake ndani ya klabu ya Simba. Ndio. Kwa maana kuna miaka 2 aliipokea na kuna miaka 4 ya kwake. 2 ukijumlisha 4 na kwa ngapi? 6. Wewe leo ni mwandishi, nikuulize kwa sababu una kumbukumbu mzuri kuliko mimi. Ndio. Matamasha mangapi mwenyekiti wa Simba alihutubia katika hayo matamasha? Mwenyekiti wa Simba aliongea. Matamasha mangapi kwenye miaka 6? Mwenyekiti wa Simba aliongea. Na kwa nini watu wahoji mwaka huu? Kabla kwenda huko, mbona unakimbilia, una haraka? Twende taratibu. Sasa wanauliza mimi tena. Twendeni taratibu. Nyinyi waandishi wa habari kuna muda mnatengeneza taswira kupeleka sitofahamu kwa mashabiki wa Simba. Taswira. Leo mwenyekiti wa Simba kuto kwenda kuongea kwenye tamasha la Simba ndio kwenu imekuwa story. Lakini swali nauliza, na miaka 6. Lakini Kisugu. Ngoja, twende taratibu. Kisugu. Ngoja twende taratibu. Nyinyi mnaanzisha. Usije kukorofishana. Mnaanzisha nyinyi waandishi wa habari kwa sababu mnakwenda mnahoji. Sisi ni chombo tu. Tunapokwenda kuhoji, wanakwenda kuwapa majibu. Lakini kimsingi lazima niseme mbele ya waandishi wa habari. Pale hakukuwa na mkutano mkuu wa Simba. Pale kulikuwa na tamasha la nini? La Simba. Watu wanahoji, walitaka kumuona mwenyekiti wao. Nikauliza, uko nyuma. Huu ni mwaka wa 6. Walitaka mwenyekiti wao. Twende taratibu. Swali. Ndio. Hawa waniotaka mwenyekiti aongee sijawakatalia wao sijawakana. Wana Simba. Nawapongeza kwa mawazo yao. Ndiyo. Na kwa mtazamo wao. Mwaka jana walikuwepo au hawakuwepo kwenye Simba? Walikuwepo. Walihoji. Sikumbuki. Mwaka juzi walikuwepo au hawakuwepo? Walikuwepo. Walihoji. Sikumbuki. Mwaka majuzi hawakuwepo? Walikuwepo. Walihoji. Sina kumbukumbu vizuri. Wai mwaka huu? Kwa sababu waandishi wa habari mmeamua kuwagombanisha wana Simba kwa makusudi. Kisugu. Hili nasema mimi sio mnafiki. Sio kama leo hii waandishi wa habari mmekwenda kutengeneza taswira Simba ionekane kuna Simba ngapi? 2. Mmekwenda kutengeneza taswira vichwani mashabiki wa Simba ionekane kuna Simba ya Mo na ionekane kuna Simba ya Murtaza. Nyinyi waandishi wa habari nani waandishi ndio mnahoji. Lakini niseme niwaambie wana Simba, kuna baadhi ya waandishi wa habari tunao makini wanatumika. Kisugu. Waandishi mdogo mmoja yuko bwana mdogo mmoja juzi Mo anasema pesa ziko benki. Yeye ndio mtu wa kwanza kuandika tajiri anasema iko benki. Yaani mwandishi anakwenda kujidhalilisha. Pesa inakaa wapi mwanadamu? Inakaa kwenye semba kuhifadhia fedha. Wapi? Kwenye kibubu unaweza kaweka lako kwenye kibubu. Mfukoni unaweka. Kwenye bahasha. Leo hii hata msemaji wa timu yao hajui maskini kama pesa ndio. Mzee yule pale anaonyesha benki na umri wake wote. Mzee huyu hapa. Hela inakaa wapi? Wewe umeamua kuweka kwenye benki. Kuna wengine wanaweka kwenye vibubu. Na ndio maana yeye aliyesema akasema mimi pesa naweka wapi? Benki. Ngoja niwaambie wana Simba. Kwanza tuwapongeze wazee wetu hawa. Kisugu, kwanza kabla kwa waandishi hapo tuliweke sawa kwa waandishi. Kwani waandishi ndio walioita mkutano pale. Twende taratibu. Kwa mwenyekiti. Twende taratibu.
Aliyepeleka maiki kuwauliza wana Simba kwa nini mwenyekiti ya kuongea ni nani? Wana Simba wenyewe ndo waliongea hapo. Kweli wana Simba waliongea. Aliyepeleka kiongelea maiki, aliyepeleka na kuuliza nani? Mwandishi. Kwa hiyo nani kawa chokochoko wa kwanza juu ya hilo jambo? Unaamini? Ngoja tulia. Na kama nipe nafasi na mimi. Nipe na mimi. Ngoja, nakata interview. Shida unipe nafasi. Shida utakaongea wewe. Nakumbuka maneno ya Mungu aliposema ole wao waandishi wa habari na Mafarisayo. Shida utakaongea wewe. Unataka kunipatia nafasi. Mungu alisema unaamini kwamba mimi nilipe nafasi. Sasa kati ya maneno ya Mungu na waandishi wa habari kwenye dunia nani alitangulia? Ya kwanza. Mungu alitangulia. Unakumbuka Mungu alisema ole wao waandishi wa habari na Mafarisayo. Tena akatumia neno ole. Ole ni onyo. Waandishi na nani wa vitabu. Wewe mwandishi sio mwandishi? Mwandishi wa habari, wale ni waandishi wa vitabu. Kwa hiyo lazima niwaambie wana Simba wawe makini na waandishi wa habari. Wako baadhi ya waandishi wa habari wanatumika kuleta taharuki ndani ya Simba. Hawa kama tukua nao makini wanakuja kutugombanisha, wanakuja kupiganisha. Niwape mfano mmoja mdogo. Nipe mfano. Juzi Simba amefanya tamasha lake kwa bahati mbaya. Mwisho wa tamasha tumepoteza game. Ndio. Nenda kaangalie waandishi walivyokuwa wanahoji mashabiki wa Simba baada ya mechi kufanyaje? Kupoteza. Jana watani wangu wamefanya jambo lao. Baada ya kuisha kwa bahati mbaya watani wamepoteza kwa goli ngapi? 2. Nenda kawaulize watani. Yanga. Kuna mwandishi kaenda kumhoji mtu wa Yanga anasema, nyinyi mmecheza na timu ngumu sana, unazungumzaje hilo? Yaani Kisugu. Guys, Simba ni moja. Kisugu mbona kama umenyuma panga kwa waandishi? Simba ni moja. Unaamini mwandishi ndio tatizo? Na ndio maana wazee wetu walitengeneza slogan ya Simba, Simba nguvu moja. Niwaambie wana Simba tunapiganishwa wenyewe kwa wenyewe na waandishi. Na wako waandishi wachache wanatumika. Robi hayumo, mdogo wangu. Robi Sports hayumo. Ule mtu leo hii yuko mwandishi kwenye nchi. Yeye kila jambo la Simba anakana. Na nina ushahidi kwa sababu anafanya haya. Kila kilala kiamka kitoka safari ya kusafirishwa nakatiwa tiketi ya ndege. Nani huyo? Na kuna muda alipewa tiketi ya ndege Boshen akazuliwa airport. Mimi najua. Mimi influencer mkubwa najua. Mwambieni akome. Nani huyo? Sasa mtaje. Unajua kusema unataka mention na mtu unayemzungumzia sababu waandishi wako wengi. Simba ni maisha ya watu. Watu wanapoteza maisha kwenye Simba. Watu wanapoteza mali zao kwenye Simba. Watu wanakuwa na viharusi wana Simba. Wewe bwana mdogo mwandishi unatumika kwa sababu tukwenda kuwagombanisha wana Simba. Kwani Kisugu, waandishi ndo waloita mkutano? Nyinyi. Waandishi ndo waloita mkutano? Nyinyi. Msipotumia maiki zenu vizuri, msipotumia kalamu zenu vizuri, mnakwenda kutengeneza vifo vya wanadamu kwenye maisha yao. Mnakwenda kutengeneza umasikini kwenye maisha yao. Leo hii mmejenga taswira waandishi, mnakwenda kuonyesha wana Simba kwamba kuna Simba mbili. Kama kuna Simba ya Mo na kuna Simba Murtaza Mangungu, mnatukosea. Simba ni moja. Leo hii unakwenda kumhoji mtu, kwa nini mwenyekiti ya kuongea? Ana miaka 6 kaongea mwaka gani? Ule sio mkutano. Ile tamasha. Ila nyinyi ndio wa kwanza kusema Mangungu amumtaki. Mangungu ni Yanga atupishe. Kwa hiyo lazima nichukue nafasi hii niwapongeze wana Simba na niwaambie Simba moja, tuendelee kuipambania timu yetu. Na wallahi nawaambia wana Simba, tukisimama kwenye umoja, tukisimama kwenye slogan ya Simba nguvu moja, aina ya wachezaji tuliosajili mwaka huu, Simba anakwenda kuwa bingwa wa Tanzania. Simba anakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Kuna tofauti kubwa sana sisi Simba. Juzi tumekwenda kuwatangaza wachezaji. Wenzetu jana wamekwenda kutangaza majina. Kuna tofauti kati ya mchezaji na majina.
Umemwona Peter Shalulile? Niwape rekodi ndogo, nimemwona, najua utakimbilia kwa akili zako nazijua. Sasa mwandishi nisaidie. Nikusaidie. Peter Shalulile katoka ligi gani? Afrika ya Kusini. Tunakubaliana? Ndio. Karesto Maharu katoka ligi gani? Afrika ya Kusini. Tunakubaliana ligi yao ina timu 16. Kweli sio kweli? Ndio. Fanya maksimamo. Kila timu ina wachezaji 25. Mara 16 unapata zaidi ya 800 na something, ndivyo sivyo? Swali langu dogo, wachezaji 5 walioteuliwa kwenda kugombea MVP, Shalulile yumo? Hayumo. Karesto? Jibu kwenye mic wa kusikia. Kizungu. No, jibu. Kwa shida ni MVP. Maana MVP nini? Most valuable player. Kiswahili sio Swahili hapa. Kiswahili. Mchezaji bora wa mashindano. Kwa hiyo kwenye ligi aliyocheza Shalulile na kwenye ligi aliyocheza Karesto, wenye mpira wao nani wamemuona mchezaji bora wamemuingiza katika kinyang'anyiro? Tumieni maiki zenu vizuri. Wapeni wa Tanzania rekodi sawa sawa wajue. Simba tuna historia ndani ya mchezaji mwaka huu amesajiliwa kutoka kwenye ligi ya Mali, ameweka historia miaka 20 iliyopita. Hakuna mshambuliaji kwenye ligi ya Mali alifunga goli 15. Nani? Ibrahim Dumbi asema. Mashine. Wala Simba wenyewe mchezaji nilivyosema kinyozi. Wameona na wadanganya, jana alikuwa anaonekana ndevu tu. Leo na Simba wenyewe mnalalamika. Yuko mchezaji Simba mwaka huu rekodi hizo kasemeni. Ameshiriki kombe la dunia miaka 3 iliyopita ya under 20 na ametoka kwa mchezaji bora. Jabiri, nani anabisha? Mnasema hayo? Mnasema? Sisi tunasema ambacho nyinyi mnasema. Sasa mimi nataka nikupe ofa. Kuna timu fulani wametoa jezi. Nenda kaulize kampuni gani, ukipata kampuni mimi nakwenda kupa kibanda Mbagala iliyotengeneza. Sisi ukituuliza tunanyanyua hapa. Waandishi